Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, na waziri anaenda kutoa majibu ya swali hili. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatambua changamoto ya uhaba wa malazi ya wanafunzi katika vyuo vikuu vya umma nchini. Na katika kukabiliana na changamoto hiyo, serikali inaendelea na ujenzi wa mabweni mapya 26 katika kampasi 12 za vyuo vikuu vya umma nchini. Mabweni haya yakikamilika yatakuwa na uwezo wa kuhudumia wanafunzi 5987 kwa wakati mmoja. Ujenzi wa majengo ya mabweni hayo unatarajia kukamilika mwaka 2026. Mheshimiwa Naibu Spika, aidha serikali inatoa wito kwa sekta binafsi kuwekeza katika ujenzi wa hosteli katika maeneo ya vyuo vikuu ili kuongeza wigo wa upatikanaji wa huduma ya malazi kwa wanafunzi wa vyuo vikuu. Dr. Nahato. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri, asante sana kwa majibu yako, hasa pale uliposema kwamba sekta binafsi iwekeze. Hapo nimepapenda. Mheshimiwa Spika, naomba kumuuliza maswali mawili ya nyongeza. Mwezi wa 5 wanafunzi wa form 6 wanamaliza mitihani, na mojawapo ya ufaulu wa wanafunzi ni mahakikisho ya sehemu wanapolala. Tumejipanga vipi hawa wanafunzi wakimaliza mitihani waweze kupata sehemu za kulala, wajue kabisa wanakwenda chuo fulani na wanapata mahali pa kulala? Swali la kwanza. Swali la pili, Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Spika, Mlonganzila ni eneo kubwa sana na ina hospitali. Kwa nini tunabanana pale Muhimbili? Eneo kubwa lile la Muhimbili la Mlonganzila lingetumika. Basi hao wawekezaji wapewe hilo eneo, wajenge mabweni mengi sana ili wanafunzi wetu wapate mahali pa kukaa. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kama alivyosema Mheshimiwa Dr. Nahato kwamba naye ni mpiganiaji sana wa maslahi ya vyuo vikuu hapa nchini, kwamba tunahitaji kuwa na uhakika zaidi wa sehemu za kulala. Kwa sasa hivi chuo ambacho tuna uhakika 100% wanafunzi wakienda wanaweza wakapata sehemu za kulala ni UDOM, Chuo Kikuu Dodoma. Vyuo vingine ni wastani wa 30% mpaka 50%. Lakini kama alivyoeleza katika jibu la swali la awali Mheshimiwa Naibu Spika, ni kwamba serikali sasa hivi inawekeza sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuongeza na kupanua wigo wa kampasi za kulala, na vile vile kuvutia hata kwenye utaratibu wa PPP sekta binafsi kuja kuwekeza kwa ajili ya kuwa na hosteli za wanafunzi. Kuhusu swali lake la pili la nyongeza, Mheshimiwa Naibu Spika, Mlonganzila ni pakubwa, ni kweli, na tayari napo ni sehemu ambapo tunafanya upanuzi kwa ajili ya kuongeza makazi ya wanafunzi. Mheshimiwa Naibu Spika. Hoja ya dharura. Hoja ya dharura, Mheshimiwa Spika. Waheshimiwa wabunge, maswali yamekwisha. Sasa ni kipindi cha kutangaza wageni. Wageni wa jukwaa la Spika. Mgeni Mheshimiwa Profesa Adolf Faustin Mkenda, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia. Mheshimiwa Raymond Mwangwala, Mkuu wa Wilaya Rombo. Mgeni wa Mheshimiwa Jerry William Slaa, Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Ndugu Simba Jerry Simba, mtoto wake. Kumbe ya majina mnayapenda haya. Wageni waheshimiwa wabunge, wageni watano wa Profesa Adolf Mkenda, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia kutoka Rombo, mkoa wa Kilimanjaro. Mgeni wa Mheshimiwa George Ranwell Mwenisongole, Mchungaji Gregory Malonga kutoka TAG jijini Dar es Salaam. Wageni 34 Mheshimiwa Ana Rupembe wana maombi kutoka jijini Dodoma. Wageni wa utembea bunge kwa ajili ya mafunzo, wanafunzi 21 na walimu 4 wa shule ya awali ya msingi Mirabela kutoka kata Mkonzi jijini Dodoma. Karibuni. Wanafunzi 72 na walimu 8 kutoka shule ya msingi Kanosa ya jijini Arusha.
Katibu wa Bunge anaomba kuwatangazia waheshimiwa wabunge wa kamati ya uongozi kwa leo Jumanne tarehe 8 Aprili 2025 kutakuwa na kikao cha kamati ya uongozi kitachofanyika katika ukumbi wa Spika uliopo ghorofa ya kwanza mara baada ya kuanza shughuli za bunge saa 5 asubuhi hii. Aidha, anaomba watangazie waheshimiwa wabunge wote kwa leo tarehe 8 Aprili 2025 saa 10 jioni utafanyika mkutano wa briefing katika ukumbi wa Msekwa. Mheshimiwa Kuchauka. Mheshimiwa Spika, nimesimama kwa mujibu wa kanuni ya 54 kipengele cha kwanza inahusu kuahirisha shughuli za bunge kwa muda kujadili jambo la dharura. Mheshimiwa Spika, mkoa wa Lindi na Mtwara leo ni siku ya 3 mfululizo hauna mawasiliano ya barabara baada ya mvua zinazoendelea kunyesha kubomoa barabara hiyo, na kwa sababu jambo hili limekuwa likijitokeza mara kwa mara kwenye kipindi hiki kinapofikia kipindi hiki, basi Mheshimiwa Spika, ikupendeze bunge lako lijadili jambo hili ili tuweze kuishauri serikali ione namna bora ya kuliendea jambo hili na hatimaye kupata ufumbuzi ili wananchi wale waendelee kupata mawasiliano. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Mheshimiwa kaeni. Mheshimiwa, mwongozo wangu unaelekeza waziri wa miundombinu, wizara ya ujenzi, waziri wa TAMISEMI. Basi Mheshimiwa Lukuvi jibu kwa niaba ya serikali. Taarifa tunazopewa, serikali iko kazini. Waziri wa miundombinu wa wizara ya ujenzi pamoja na TAMISEMI wote wako site na kuhakikisha hiyo ndio serikali makini inafanya kazi kabla hoja. Mheshimiwa, kaa chini. Mheshimiwa Bunge, nashukuru, tunaahirisha shughuli za bunge mpaka kesho saa 3 asubuhi. Naam, shughuli za bunge zimeahirishwa mpaka kesho majira ya